Naitwa Mixon Meteli. Jana mpira niliuona. Simba tulicheza vizuri, ila makosa ya waamuzi ndio alisababisha jana tushindwe kupata matokeo mazuri. Kama lile goli ilikuwa ni offside. Abishaini alichezewa Paulo ndani ya box. Waamuzi akapeta. Naitwa Arafat Mbogwa, patikana Iringa mjini, eneo la Miongoni. Usajili tumefanya vizuri na tumesajili wachezaji wazuri sana. Ni makosa jana yalikuwa baadhi makosa machache ambayo tulikuwa kupoteza mchezo. Ila timu yetu ni nzuri, mwalimu anafundisha vizuri, wachezaji wanacheza vizuri. Na timu yetu msimu huu tutaenda kuchukua ubingwa. Maana tuna wachezaji wazuri sana. Inauma uteja mara 6 mfululizo hii, ukifikiria inauma. Ila kwenye hizo 6 zenyewe kuna baadhi ya makosa ya waamuzi pia yamechangia kupelekea kupoteza mchezo. Ni VAR tu basi, kuja kwenye ligi yetu kufanya kazi. Tofauti na hapo tutaendelea kulalamika kila siku. Azori Kikoti ni mshabiki wa Young Africa. Game jana ilikuwa ni game nzuri ambayo ilikuwa na ushindani. Ukiangalia kipindi cha kwanza Simba walidominate mchezo, lakini ukiangalia kipindi cha pili Yanga walikuja nao kubadilika kwa maana ya mfumo. Na ukiangalia kipindi cha kwanza Simba walikosa sana. Ukiangalia kuna chance alipata Kapombe, kuna chance pia alipata Kibdeni, lakini hawakuweza kuziconvert kwenda kuwa kwenye goli kwa sababu ya Reza hawakuwa wanaamini walipofika golini. Lakini kwa upande wa Yanga ukiangalia kipindi cha kwanza hatakuwa vizuri sana, lakini baada ya kuingia kipindi cha pili tuliangalia madhaifu kwa upande wa mpinzani wetu Simba, tukaweza kutumia faida ambayo kuna mistake walizifanya tukapata goli. Unaanza leo tarehe 17 na sisi kama Young Africa tumejiandaa vizuri. Hata ukiangalia kwa performance ya wachezaji ambao tunasajili currently, ukiangalia performance ya mtu mmoja performance nzuri, japo bado hajapata chemistry nzuri, lakini tunaamini kadri muda unavyoenda wote wataunganika, tutapata chemistry nzuri na tutapata matokeo mazuri na hatimaye tutabeba ubingwa kama ambavyo imekuwa desturi yetu. Azizi Andabwile pale kati alipoondoka Aucho, watu wakasema timu itayumba pale kati, lakini Azizi Andabwile jana alifanya kitu kikubwa ambacho watu wengi hawakutegemea sana. Kwa hiyo kwa imani na wachezaji pamoja na kocha. Naitwa Tanasi Mongo, shabiki wa Simba. Kwa mechi ya jana ilikuwa nzuri, tulicheza vizuri, lakini kwa matokeo yaliyotokea lazima tuyapokee. Hata katika kitabu cha Ayubu anasema tupate mema mikononi mwa Bwana nasi tusipatwe na mabaya. Lakini tunasema kwamba refa ndio muamuzi wa mwisho. Arajiga ndio alikuwa muamuzi wa mwisho. Tulikubaliana na matokeo yaliyotokea, japokuwa yakuwa sahihi, lakini matokeo ni matokeo. Kama wenzetu wamekuwa mabingwa, lakini tumeiona timu yetu ni nzuri, vijana wanajituma, tunaendelea kuisupport timu yetu. Wanafunzi wetu wanashindwa kujifunza siku zote. Nadhani katika ukanda wa Afrika Mashariki tuliandaliwa ni chani. Nadhani waamuzi wetu wangejifunza kwa wale marefari waliochezesha mashindano ya chani. Walichezesha vizuri sana, lakini bado pana waamuzi watatu: muamuzi wa kushoto, muamuzi wa kulia na muamuzi wa katikati. Sijajua ni kitu gani ambacho walishindwa wote kuamua kwa wote watatu, kuona matukio yote matatu. Kwanza Pacome alimchezea lafu beki wetu na pia Pacome alizidi. Pamoja na kuzidi huku, waamuzi wote watatu walishindwa kuangalia ule mchezo. Tunasema sisi kama wana Simba tukati tamaa. Pamoja na kuwa ligi ndio ufunguzi wa ligi kuu, sisi tutakomana ligi kuu. Yaliyopita si ndio, bali tunaganga nao kuja kwa sababu